Naitwa Mustafa Mwidini Mkopi, ni mjasiriamali kutoka hapo Dabo Kibini Tandika. Tupo vijana wengi tu. Sisi tunapinga maandamano. Tunapinga maandamano kwa sababu maandamano yasiokuwa na kikomo hayana msingi kwa sisi vijana. Kijana aliyekuwa amekamilika, ana utimamu wa akili, hawezi kufurahia maandamano. Hao wanaotaka maandamano, hao ni vibaka ambao wanataka kuja kutuharibia nchini kwetu hapa Tanzania. Kwa sababu kijana mwenye aliokamilika, mwenye ubongo uliokamilika, anatafuta riziki kwa njia yake, kwa nguvu zake mwenyewe. Leo unamwambia afanye maandamano. Hawa wanaofanya maandamano ambao ni vibaka, hawana mbele wala nyuma. Sisi vijana wote hapa unaotuona tunapinga maandamano. Tupo tayari kushirikiana na jeshi la polisi katika vitongoji vyetu, katika mitaa yetu, popote pale tunapokuwa tunapofanya kazi. Jina naitwa Waziri Saidi, ni dereva wa pikipiki kituo cha Davis Corner. Mimi bwana, katika swala la maandamano, cha kwanza siwezi kuunga mkono. Kwa sababu maisha yangu mimi, chakula leo natafuta leo. Kulala na lala leo na amka leo. Kwa hiyo tukishaanza kuweka maandamano tena na vizuizi tunavyowekewa vile, kulala saa 12 kwetu sisi kidogo inakuwa ni changamoto na tukwaza katika maisha yetu. Na pia kwa wale wanaoshawishi masuala ya maandamano, sisi hatutokuwa tayari kuwasubiri mpaka askari waje. Sisi wenyewe tutakuwa ni askari wa kuwadhibiti wao. Na tukiona hatutoweza kuwadhibiti, basi tutakuwa tuko tayari kutoa mchango kwa askari. Hata kwa kumshtakia tu bwana, kama tumekaa kama hivi mwenzetu anahamasisha, akija askari unaweza kumwambia bwana, huyu anahamasisha. Hebu mchukueni mkamuulize vizuri yeye anachohitaji ni nini katika hii nchi. Kwa hiyo kwa kupitia hilo bwana, mimi siungi mkono swala la maandamano na atakao andamana. Maana huwezi kuingia katika nafsi ya mtu. Atakayeandamana sisi tunamwacha andamane, kitakachomkuta atajua yeye na familia yake nyumbani. Ila kwa sisi hatutakuwa tayari na tutakuwa tupo tayari kutoa ushirikiano katika vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi hii. Kwa majina naitwa Seifu Rashidi Pula almaarufu Mashine, kamanda wa mtaa wa Kilimahewa. Binafsi ni kwamba sisi ni wananchi wa Tanzania na mila na tamaduni zetu ni upendo, ndivyo tulivyozoea. Hivyo basi kwa sasa nchi yetu yanayofanyika wengi wetu tunayapinga kwa vikali kabisa, kwa sababu ni vitu vya kuchafua nchi. Nikiwa kama mwananchi wa Tanzania napinga vikali swala la maandamano ambayo yanafanywa na vijana ambao hawasiojua nini wanachokifanya baada tu ya kushawishiwa na watu kwa maslahi yao binafsi. Hivyo basi ombi langu kwa vijana wenzangu, wazee wangu, wadogo zangu, kaka zangu, ili swala kwa kweli sio zuri, kwa sababu hakuna rais atakayekuja duniani atakakuletea ugali nyumbani, huyo hayupo. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kujituma ili mradi maisha yaende hata awe nani. Ombi langu kubwa, ndugu zangu wa Tanzania, hii nchi imebarikiwa vitu vingi, wengi wanaimezea mate. Hivyo basi nawaomba sote kwa pamoja tuungamane kupinga maandamano. Rais kashaapishwa, ni wajibu wetu kufanya kazi kwa pamoja kumsaidia mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Naitwa Abdalla Musa Mkandambuli, ni mkazi wa Temeke. Binafsi kwanza kabisa nayapinga maandamano ya tarehe 9 mwezi wa 12. Na ni kwa nini nayapinga? Nafikiri tuliopitia kuanzia tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe 4 Novemba, wananchi wote tuliyaona hali haikuwa nzuri, na hawa wanaotuitishia maandamano na kutushawishi tuandamane, kiukweli niwaambie Watanzania hawaitakii mema nchi yetu. Niwaambie tena Watanzania wenzangu, kama kuna vitu tunaona haviko sawa, tutumieni njia zinazopaswa kufanya, tufikishe ujumbe kwa njia za kidiplomasia, tukae chini tujadili, tutasikilizwa. Taifa hili ni sikivu, viongozi wa taifa hili ni wasikivu, watatusikiliza, watatuelewa na tunayoyataka watayafanyia kazi.